kwa timu kama ya Yanga, tukubali tu kweli, timu kama ya Yanga kweli, na tunavyojua quality walionayo kwenye hii situation hapa, tunachomoka. Nikukumbusha goli ambalo tulifungwa na Clement Mzize ambao alipigwa pasi na Pacome. Ilikuwa situation kama hii. Ukiruhusu situation kama hizi kwenye attacking, ukamruhusu mtani akafanya hivi, sisi tunaenda kuumia tena kwenye dabi ya leo. Kuna shimo. Hii ni defense yetu, tunaenda kuzuia. Tunaweza kumzuia nani mtani hivi kweli wanangu? Tutaumizwa. Angalia huyu mchezaji yuko free. Huyu yuko kwenye half space hapa. Huyu ameenda kwenye nafasi. Umeona hii hatari ambayo tumetengeneza hapa. Haya makosa ukiyafanya kwenye mechi kama tunaenda kucheza siku ya leo, basi lazima utaadhibiwa na mtani, kwa sababu mtani hataki masiara. Mtani kwenye nafasi kidogo tukifanya kosa kidogo lazima alitumie, kwa sababu wana wachezaji wenye quality kubwa, wana wachezaji ambao wanajua kutumia nafasi, wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wametuzidi. Kosa la kwanza ni hili hapa. Ukiangalia hili kosa hapa, ukiangalia unaona kama ni movie ya kawaida tu ya mpira. Lakini natamani kukukumbusha kwamba ukirejea game ya tuliocheza ya dabi ya mwisho ya msimu ambao tulikuwa ni game ya mwisho ambayo ilikuwa ya ubingwa ile, tulifanya kosa kama hili na Pacome alituadhibu. Kwa hiyo hili kosa limejirudia tena kwenye game ambayo tumecheza ya kirafiki. Yaani kwa namna hii situation ilivyo hapa, sisi ndo tuko kwenye hatari. Ukiangalia hapa, sisi tuna mabeki wawili wanaoenda kuzuia, na Rushaini hapa anaenda kumtrack huyo mchezaji wa Gor Mahia. Lakini ukiangalia hapa, mchezaji wa Gor Mahia ni touch yake moja ndio ilimcost tu. Sasa kwa nature ya kikosi ambacho wanacho wenzetu watani, hapa Pacome hawezi kufanya touch mbovu hata siku moja. Mtu kama Celestine Ekua hawezi kufanya touch mbovu kama hii. Huyo mchezaji wa Gor Mahia hapa alifanya touch mbovu, wao ilimfanya Rushaini akaenda kufanya tackle na kufanikiwa kuchukua mpira. Lakini kwa timu kama ya Yanga huwezi kufanya kosa kama hili. Likatokea ni mchezaji wako center back akatokea akiwa 1v1 yeye pamoja na mchezaji wa timu pinzani. Kwa nature ya game ambayo tunaenda kucheza na mtani ni ana wachezaji wengi wenye quality. Ikitokea situation kama hii, ana uwezo either kupasi mpira huku. Nikukumbusha goli ambalo tulifungwa na Clement Mzize ambao alipigwa pasi na Pacome. Ilikuwa situation kama hii. Ukiruhusu situation kama hizi kwenye attacking, ukamruhusu mtani akafanya hivi, sisi tunaenda kuumia tena kwenye dabi ya leo. Hatuwezi kwenda kuruhusu makosa kama haya ambayo huyu anaingia kushambulia katikati, huyu anashambulia pembeni, huyu anashambulia hapa. Hii sisi ndio tuko kwenye hatari. Kunavyo kucheza na timu kama ya Yanga, quality yao ni kubwa mno. Hawezi yani watatumia tu nafasi kama hizi ambazo tunazifanya. Japokuwa hapa kwenye situation Rushaini alifanikiwa kuchukua mpira, lakini ni kitu ambacho ni hatari mno. Angalia movement za washambuliaji, viungo wawili washambuliaji wa timu ya Gor Mahia. Walikuwa wanajua kabisa anataka niingie katikati nishambulie nyuma yao. Kwa kama huyu mchezaji alifanya touch nzuri, automatically huu mpira lazima ungeenda kati ya huyu au huyu, na huyu angekuwa kwenye hatari, maana alikuwa yuko kwenye 1-2 versus 1. Kwa hiyo hapa tayari ilikuwa ni hatari. Kosa kama ile tuwezi kulifanya kwenye game kama ya leo ambayo tunataka kucheza na mtani. Tutaumizwa kwa sababu mtani ana quality players kuanzia eneo la kiungo mpaka kwenye eneo la kushambulia. Hatuwezi kufanya makosa kama haya. Hii ni moja kati ya kosa kubwa sana ambayo tulifanya kwenye dabi, kwenye mechi yetu ya juzi ya kirafiki kati ya sisi na Gor Mahia, ambao kwa namna yote kwenye mechi leo ya dabi hatuwezi kufanya kosa kama hili. Kosa lingine ambalo tumelifanya kwenye ile siku ya bonanza ya Simba Day ni hili hapa. Wachezaji wetu hapa center back viungo washambuliaji hawa nafikiri walikuwa ni full backs, wanarudi kwenye eneo hapa. Hii ni situation moja ya hatari sana ukizingatia nature ya timu ambayo tunataka kucheza nayo. Mtani ana wachezaji ambao wana quality kubwa. Ukiangalia hapa, mchezaji mwenye mpira ni huyu hapa wa Gor Mahia. Alikuwa na uwezo wa kupiga pasi hapa, kwa bahati mbaya alifanya ukosa la kupiga pasi pembeni. Hii pasi ingepigwa hapa, huyu alikuwa anaenda kuwa na 1v1 na goalkeeper na alikuwa anaenda kutuweka. Kwa hiyo kwenye mechi kama ya leo, kuna mtu kama Celestine Ekua, kuna mtu kama Pacome, kuna mtu kama Maxence Zengeli, hawezi kupiga pasi hapa hata siku moja. Wale wachezaji ambao wana kiu ya kufunga magoli. Kwa hiyo tunaenda kucheza na mtani, hatuwezi kufanya kosa la kuruhusu situation kama hii itokee. Yaani hatuwezi kwenda kudefend hivi kwenye mechi ambayo tunataka kucheza na mtani. Tutaadhibiwa tu. Hapa kuna shimo. Hii ni defense yetu, tunaenda kuzuia. Tunaweza kumzuia nani mtani hivi kweli wanangu? Tutaumizwa. Kwa hiyo walisia hapa tunataka tukaimprove. Na mimi kocha milioni hatuwezi kutengeneza situation kama hizi. Yaani hatuwezi kwenda kudefend hivi. Haya, hii hapa
kosa la defense limeanzia hapa. Angalia inavyoendelea. Kwa bahati mbaya alipiga pasi huko. Umeona kosa alilofanya. Kwa hiyo hapa huyu kabisa anamuonyesha kwamba weka, lakini ampiga pasi huko. Kwa timu kama Yanga ambayo tunacheza nayo, hawezi kupiga pasi hapa. Hii pasi lazima ingepigwa ndani hapa. Sasa huyu tayari ameshaangalia huko. Huyu yuko mwenyewe. Do you see the danger? Kwa kama huyu angekuwa anaweza kucheza one touch, angegusa mpira tu ungerudi hapa. Ilikuwa ni hatari. Angalia inavyoendelea. Umeona hatari hiyo. Kwa hiyo tumejikuta tumezuia eneo hili. Sawa hawajatutanua, lakini umeona hii danger ilipotokea. Na kwa bahati nzuri hapa ukiangalia kipa ndo alifanya save ambayo ilituokoa. So hii ni hatari ambayo tutaki kuiruhusu kwenye game kama ya leo tunaenda kucheza na Yanga. Watatuadhibu. Yanga hawana huruma, wana wachezaji wengi wenye quality kubwa. Hapa lazima wangetuadhibu kwenye situation kama hii. Kosa lingine hili hapa. Ukiangalia hapa mpira uko hapa, tuna defend. Sawa? Tuna defend. Mpira uko hapa. Angalia wewe mchezaji yuko free. Huyu yuko kwenye half space hapa. Huyu ameenda kwenye nafasi. Umeona hii hatari ambayo tumetengeneza hapa. Hii ni hatari kubwa sana kwenye mechi kama ya leo ambayo tunacheza na Mtani. Hatutakiwi kuruhusu situation kama hii. Angalia hii pass ambapo inaenda. Imeacha wachezaji, yani imebreak line ya wachezaji watatu. Huyu wote walikuwa kwenye nafasi hapa. Lakini mpira umepita, umeenda pembeni kwa huyu unaniwinga. Hii ni situation moja ya hatari sana. Yaani hatutakiwi kuruhusu kitu kama hichi kitokee kwenye mechi kama Yanga. Tutaumizwa vibaya mno. Angalia kinachoenda kutokea hapa. Angalia kinachoenda kutokea. Ya kwanza, angalia situation hii. Yuko hapa, anashambulia, inapigwa vipas, inarudi hapa. Angalia, unmarked. Tukubaliane tu kwenye mechi kama Yanga tunaenda kucheza leo. Ukiacha situation kama hii, tunaokoka sisi. Kwenye game ya Mtani tunachomoka hapa kwa sababu ni quality ya mchezaji hapa ndio aliyofanya asipate goli kwenye situation. Angalia kilichotokea. Kwenye mechi ya Yanga, Celestine Yekua, Pacome, Clement Mzize, Prince Dube, hapa kwenye situation hawezi kukuacha. Lazima watakuweka tu. Yanga wana quality kubwa sana, hawezi kufanya hivi. Angalia wenzake wameshika vichwa, wanashangaa nini kimetokea. Hii ni mistake kubwa sana, hatuwezi kuifanya. Itatugharimu sana. Hatuwezi kufanya hivi. Haya. Dakika chache baadaye, nafikiri ilipita kama dakika 3. Kwenye mchezo ukiangalia muda mrefu sana timu yetu ilikuwa inacheza na mabeki watatu. Muda mwingi tulikuwa tunacheza na mabeki watatu wa katikati. Lakini kwenye situation hapa ilitokea kwamba tukawa tuna mabeki 4 wanazuia. Lakini angalia kosa ambalo walifanya hapa. Mpira unaanzishwa kutokea eneo la chini, anapiga pinpoint pass kuja hapa. Mabeki hawa wote wamehold mstari, lakini hawajahold mstari vizuri. Kwa hiyo wanahisi ni offside. Angalia walichofanya. Umeona walichofanya? Hawa wote wamedelay. Wanaenda wawili ambao wako 1 2 3. Gor Mahia wana wachezaji watatu. Wanaenda kutushambulia na wachezaji watatu. Sisi tuna mabeki wawili wa katikati ambao wameshachelewa kwenye move. Mabeki wawili wamebaki hapa. Wamebaki kwenye wakifikiri ni offside. Kumbe mtu hayuko offside. Kwa sababu amehold mstari vibaya. Tunaenda kushambuliwa na wachezaji watatu. Angalia kinachotokea. Mpaka mchezaji wa Gor Mahia watatu anafika kwenye box. Huyu mchezaji wa Gor Mahia alichelewa sana kupiga mpira. Alichelewa sana kushambulia. Kwa timu kama ya Yanga, tukubali tu kwa kweli. Timu kama ya Yanga kweli, na tunavyojua quality walionayo kwenye hii situation hapa, tunachomoka kweli. Alichokifanya huyu hapa, alijaribu kupiga mwenyewe, lakini alikuwa anarudia kupiga hapa, akutoa pasi na angeweza kupiga pasi hapa, angeweza kupiga pasi hapa na ilikuwa ni possible goal. Lakini akaopti kupiga, ambaye akapoteza nafasi ya kufunga. Kosa kama hili hatuwezi kulifanya kwenye game ya watani wanangu. Tutaumia. Yaani tutaumizwa vibaya mno. Hatuwezi kufanya hivi. It is dangerous. Yanga wana hatari sana kwenye nafasi kama hii. Yaani situation kama hii Yanga hawakuachi hivi. Yaani yeye anamuona kipa hapa, anawani huyu yuko kwenye 2v1.
hapa wenye advantage ni timu inayoshambuliwa. Yaani sisi tunavyo defend hapa tuko kwenye hatari kubwa sana kwa sababu sisi ndio tunao defend. Na kwenye defense ikitokea idadi ya namba imelingana, timu inayoshambulia ndio inakuwa kwenye faida. Kwa hiyo hapa hawa Gor Mahia walitukosa, lakini wanangu Yanga hawezi kutukosa kwenye situation. Angalia kosa tunalofanya. Mabeki wanachelewa kufika. Angalia tunatokea situation ya 3 kwenye box. Si tuko wawili. Kweli kipa ametoka kwenye mstari, amesogea kwa sababu ya kuongeza namba. Lakini hawa ni kwa sababu tu ya quality. Ila wangekuwa na quality hapa tulikuwa tunafungwa. Kwa ni makosa kama 4. Hii ni highlight ya video ya dakika 9 ambayo Azam wameiweka kwenye YouTube yao. It is just dakika 9 tu. Lakini umeona tayari kuna makosa 4 ya kiulinzi. Ni makosa ambayo ni mengi sana. Kwenye dakika 9 huwezi kufanya makosa 4 ya kiulinzi ambayo yote ni ya hatari. Naamini kocha Faldu kwenye huu mchezo alitumia sana mabeki watatu. Naamini hawezi kufanya hivyo kwenye game kama ya leo. Alitumia sana mabeki watatu kwenye hii nani? Kwenye hii mechi alitumia mabeki watatu wa chini ambayo naamini kwa namna yote hicho kitu kiwezi kutokea kwenye game kama ambayo tunaenda kucheza leo. Kwa sababu ikitokea hivyo tutakuwa kwenye hatari kubwa sana. Kwa sababu hata kama unacheza na mabeki watatu, lakini angalia beki watatu yuko wapi? Yaani tulizuia vibaya sana kwenye hii mechi. Tulizuia ovyo. Hatakuwa na utaratibu mzuri wa kuzuia. Na tulifanya makosa mengi ambayo kama haya makosa yakirudia kwenye mechi kama tunaenda kucheza leo, basi naamini tutaumizwa sana vibaya. Tunapenda timu yetu ishinde, lakini tusifanye vitu kama hivi. Naamini kwenye hii bonanza kulikuwa ni kuonyesha tu wachezaji au kuwa na mbinu zozote za kiulinzi ambazo labda zilikuwa ni serious, kwa sababu ukiangalia kwenye lineup cha Sabino alikuwa anacheza fullback. Maana kulikuwa kuna matypical fullback ambao tunawajua sisi except Anthony Mligo ambaye ni usajili mpya, lakini kulikuwa hakuna organization kwamba tunacheza na nini. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa inatokea situation kama mabeki wako wachache, wana defend wachache, na ikawa inaleta hizo hatari. So naamini kwenye game ya leo kocha hawezi kwenda kurudia kile ambacho alikuwa alikifanya siku ile, kwa sababu it is dangerous. Yaani hatuwezi kuzuia hivi. Wachezaji wako slow, hawafanyi tracking. Angalia unamwachia mtu mita nzima hii karibu na nusu, anaweza kureceive hapa na kufunga. So naamini hatuwezi kufanya makosa kama haya kwenye game kwa sababu tutaadhibiwa. Tunapenda leo tushinde, tupunguze uteja kwa watani, lakini tukifanya makosa kama tuliyofanya kwenye game ya Gor Mahia, no, hatuwezi kufanya hivyo. Tutaadhibiwa. Anyway, tunaweza tukawa tuna uwezo mkubwa wa kufunga magoli mengi. Lakini hapa tunaweza kufunga magoli mengi, basi tusifanye makosa ambayo yatatufanya sisi tunasitufungwe. Yaani tukifunga magoli 3 au kufunga 4, maana still tumpoteza. No. Kwa hiyo itakuwa ina faida yote. So huu ni muendelezo wa issues ambazo tuliziona tangu kwenye msimu uliopita wa kocha Faldu. Na kama unataka kuangalia makosa ambayo yalikuwepo kwenye mfumo wa kocha Faldu tangu msimu uliopita, basi nimekuwekea video hapo. Unaweza kuendelea kuiangalia ukajifunza changamoto gani ambazo sometimes kocha Faldu anasababisha kwenye mifumo yake.